Nipe hiyo mapera yako. Chungu sana kama wewe. Mapera yako ni machungu kama maisha yako. Hakujua kama mama huyu hakuwa mtu wa kumletea dharau. Alidharau biashara yake, akamtemea uchafu na kumsukuma chini bila huruma. Mimi ndiye mkuu wa nchi. Nikisema hakuna wa kupinga. Juma alikuwa inspekta mwenye kiburi na dharau iliyopitiliza. Je, unataka kutambua ni nini alivuna kupitia kiburi chake? Ungana nami katika simulizi hii ya kusisimua. Lakini kabla hatujaendelea, tafadhali na kuomba ulike na usubscribe, pia ubonyeze kengele ili uwe wa kwanza kupata video yetu mpya kila tunapopost. Haya, tunaanza sasa. Siku moja, jua lilikuwa kali sana sokoni. Mama Maria alikuwa ameketi mbele ya kikapu chake cha mapera. Uso wake, uliokuwa na mikunjo mingi kama ramani ya maisha ya shida, uling'aa kwa heshima ya kipekee. Mapera yake, yaliyooshwa kwa maji safi na kupangwa kwa ustadi, yalikuwa yakivutia macho ya kila mpita njia. Kila mara alikuwa akifuta vumbi kwenye matunda hayo kwa kitambaa safi cha rangi ya bluu, akitabasamu kwa unyenyekevu. Alikuwa mwanamke aliyepigana na maisha ili kuwasomesha binti zake wawili, Neema na Asnath, ambao leo hii walikuwa fahari yake ya siri, ingawa hakuna mtu sokoni hapo aliyejua ukweli huo. Ghafla, utulivu wa soko ulivunjwa na kishindo kikubwa cha pikipiki ya polisi aina ya Bullet. Mlio wa injini yake ulikuwa kama mgurumo wa simba mwenye hasira. Inspekta Juma, mtu aliyekuwa na umbo kubwa na tumbo lililokaribia kuchana vifungo vya sare yake ya kaki, alisimamisha pikipiki yake kwa nguvu sentimita chache tu kutoka kwenye kikapu cha Mama Maria. Wingu kubwa la vumbi lilitimka na kuyafunika mapera yale yaliyokuwa yaking'aa. Juma alishuka kwenye pikipiki yake kwa madaha, akijirekebisha kofia yake kwa kiburi. Bila kusema neno lolote wala kuomba ruhusa, alinyoosha mkono wake mzito, akachukua pera lililokuwa kubwa zaidi na kulitumua kwa mng'ato mkubwa. Hovyo kabisa. Mapera haya ni machungu kama maisha yako mzee. Unathubutu vipi kuuza takataka kama hizi hapa katikati ya mji? Juma alitemea kipande cha pera kile chini, karibu na miguu ya Mama Maria. Mama Maria alipumua kwa tabu, akijaribu kuzuia hofu yake. Samahani sana afande, lakini mapera haya ni matamu sana. Nimeyachagua mimi mwenyewe kutoka shambani alfajiri ya leo. Labda hili halijakuonja vizuri. Tafadhali, kama utachukua kilo moja, nitakupunguzia bei ili upate faida. Inspekta Juma alipasuka kwa kicheko cha dharau kilichosikika soko zima. Bei? Unaniuliza mimi kuhusu bei? Unafikiri unazungumza na nani? Unajua mimi ni nani katika wilaya hii? Sheria hapa inaanza na mimi na kuishia na mimi. Na leo, naona unajaribu kunidanganya mchana kweupe, mzee mchafu wewe. Kabla Mama Maria hajatoa neno lingine, Juma aliinua mguu wake mzito uliokuwa kwenye buti nzito na kukipiga teke kile kikapu cha mapera kwa nguvu zake zote. Unajua, leo YouTube inalipa. Unaweza kubadilisha maisha yako kwa simu yako tu. Jifunze kuunda video, story na kufanya editing kitaalamu na Alai Sekalema. Jiunge na mafunzo yangu leo. Mafunzo ni wiki moja. Fursa ni hii. Kikapu kilipinduka hewani na mapera yote yakaanza kuviringika barabarani, mengine yakitumbukia moja kwa moja kwenye mfereji wa maji machafu yaliyojaa utelezi wa kijani. Watu sokoni walisimama tuli, wengine wakishika midomo yao kwa mshangao, lakini hakuna aliyethubutu kutoa sauti. Hofu ya Juma ilikuwa imetanda mji mzima kama giza. Machozi yalianza kumlengalenga Mama Maria, yakitengeneza mistari miembamba kwenye mashavu yake yaliyokunjamana. Afande, kwa nini umefanya hivi? Hii ndio ilikuwa biashara yangu pekee ya leo. Nimetumia akiba yangu yote kununua matunda haya. Wanangu wanategemea hiki ili wapate chakula. Juma alimnyooshea kidole cha vitisho. Wanako, labda ni ombaomba na wezi kama wewe. Sikiliza kwa makini mzee. Ukionekana hapa tena ukiuza takataka zako na kuchafua mji, nitakutupa selo na utaozea huko. Hapa sio sehemu ya machokoraa. Aligeuka, akapanda pikipiki yake na kuondoka kwa kasi, akimwacha mwanamke hule akiwa amepiga magoti barabarani, akijaribu kuyaokoa mapera yaliyokuwa yamebaki safi. Mbali na hapo, katika kilele cha milima mirefu inayopakana na nchi jirani, baridi kali ilikuwa ikivuma.
Neema akiwa amevalia sare yake nzito ya kijeshi na kofia ya beret, alikuwa akishika doria. Ghafla, simu yake ilitetemeka. Alipofungua, aliona video mfupi iliyotumwa na kijana mmoja wa sokoni aliyekuwa amerekodi tukio lile kwa siri. Kadiri video ilivyokuwa ikicheza, ndivyo misuli ya uso wake ilivyokuwa ikikaza. Hasira ya kijeshi ilimchemka mwilini mwake. Aliona jinsi mama yake alivyodhalilishwa mbele ya umati. Bila kupoteza muda, alimpigia simu mdogo wake. Asnath, umeona video niliyokutumia sasa hivi? Sauti ya Neema ilikuwa na tetemeko la hasira iliyojificha. Ndani ya ofisi kubwa yenye viyoyozi na kuta za kioo, Asnath alikuwa ameketi kwenye kiti chake cha ngozi akitabasamu, huku mkono wake mmoja ukiwa na kalamu ya dhahabu kwa nguvu. Nimeiona dada. Moyo wangu umepasuka mara mbili kuona mama akitendewa unyama ule, na humo hadi ndani ya mifupa yangu. Neema alipaza sauti. Nakuja sasa hivi. Nitachukua likizo ya dharura. Nitamfundisha yule askari adabu ambayo hatoisahau maisha yake yote. Atajua kuwa mama yetu ana walinzi. Asnath alipumua kwa kina, sauti yake ikiwa na mamlaka lakini ya utulivu ajabu. Hapana dada, usije. Wewe umeapa kulinda mpaka wa nchi yetu. Baki huko ukitekeleza wajibu wako kwa taifa. Mimi ndiye mkuu wa wilaya hapa. Juma yuko chini ya mamlaka yangu. Vita hii ni yangu na nitaipigana kwa kutumia sheria, si kwa kutumia nguvu. Nitamvua vazi ambalo hamelisaliti. Usiku ule Asnath hakulala. Alikuwa ameketi seleni kwake akiangalia picha ya zamani ya mama yake akiwa amembeba yeye na Neema mgongoni, huku akiwa amebeba kikapu cha mapera kichwani. Picha hiyo ilikuwa kumbukumbu ya hadi jinsi mama yake alivyojitolea kila kitu. Asnath aliamka, akavua sare yake ya kazi yenye heshima. Badala yake, alitafuta nguo za zamani kabisa, hijabu iliyopauka na raba zilizochakaa. Alitaka kuingia ndani ya kile kituo cha polisi kama raia yoyote maskini, ili ajionee mwenyewe uozo uliojificha nyuma ya kuta zile. Leo sare itajua kuwa haina nguvu mbele haki, alijisemea kwa sauti ya chini lakini thabiti. Asubuhi iliyofuata, Asnath aliingia kwenye kituo cha polisi cha mjini. Harufu ya karatasi za zamani na moshi wa sigara ilitanda hewani. Inspekta Juma alikuwa ameketi kwenye daska lake, akiwa ameweka miguu yake juu ya meza, huku akicheka kwa sauti ya lawa na kumkuu wa kituo Show Bakari. Walikuwa nyika chai na kula vitumbua kwa kelele. Asnath alijisogeza mbele ya daska lao, akionekana mnyonge na mwenye hofu ya ulongo. Habari za asubuhi mabwana. Nimekuja kufungua malalamiko rasmi dhidi ya Inspekta Juma, Asnath alisema kwa sauti ya upole. Kituo kizima kilinyamaza kwa muda. Askari wengine walisimama na kuanza kutazamana. Inspekta Juma alishusha miguu yake pole pole kutoka mezani, akimtazama Asnath Juma kutoka chini hadi juu kwa dharau kubwa. Wewe kiumbe mdogo, unajua unachoongea? Malalamiko dhidi yangu? Mimi? Kwani wewe ni nani katika dunia hii? Asnath aliinua kichwa chake kidogo. Mimi ndiye binti wa ule mama mzee aliyemwaga mapera yake jana sokoni. Ni kosa la jinai kuharibu mali ya raia, na ni kosa kubwa zaidi kwa askari kutumia madaraka yake vibaya kudhalilisha watu wasio na hatia. Nimekuja kudai haki. Show Bakari aligaunga meza kwa nguvu kiasi cha kumwaga chai yake. Toka hapa mara moja. Hapa ni kituo cha kazi na heshima, sio sehemu ya kuleta maigizo yenu ya maskini. Juma, mtoe huyu mwenda wazimu hapa kabla sijaambua kumweka ndani kwa kosa la kupoteza muda wa maofisa wa serikali. Juma alisimama kwa hasira, akamshika Asnath mkono kwa nguvu kiasi cha kuacha alama. Alianza kumvuta kileo kuelekea mlangoni kwa jeuri. Mama yako ni takataka, na wewe unaonekana kuwa takataka zaidi. Nenda ukauze mapera na yeye barabarani. Mkionekana tena hapa, nitawafunga wote wawili kwenye chumba kimoja. Wakati Juma akimvuta Asnath kuelekea nje, masafara ya magari meusi yenye vioo vya giza na vingora vikubwa vilisimama kwa kishindo. Mkuu wa polisi wa mkoa, RPC na maofisa wengine wa ndani wa usalama walishuka kwa haraka. Show Bakari na Juma walipigwa butwa. Walidhani ni ziara ya ghafla ya ukaguzi, hivyo walisimama wira na kutoa salamu ya nguvu. Juma alimwacha Asnath na kupiga hatua mbele huku kifua kikiwa mbele. Lakini RPC hakutoa salamu yoyote kwa wao. Badala yake, alipita katikati ya wao na kwenda moja kwa moja kwa Asnath ambaye alikuwa amesimama akijitengeneza nguo yake ya zamani. RPC aliinua kidogo kidogo kwa heshima kubwa. Madam DM, mkuu wa wilaya Asnath, pole sana kwa usumbufu huu.
tumechelewa kidogo kufika, lakini ripoti yako tumeipokea. Inspekta Juma alihisi kama ardhi inapasuka chini ya miguu yake. Alijaribu kumeza mate, lakini kolo yake lilikuwa limekauka kama jangwani. Uso wake uliokuwa na kiburi dakika chache zilizopita ulipoteza rangi na kuwa meupe. DM, huyu ndiye mkuu wa wilaya? Juma alijikwama kwa maneno yake mwenyewe, akijaribu kurudi nyuma. Asnath alijikunguta vumbi kwenye nguo zake za zamani, akavua ile hijabu iliyopauka, na macho yake yaliyokuwa na mamlaka ya serikali yakamstahili Juma kama ncha ya mkuu wa moto. Ndiyo, Inspekta Juma. Mimi ndiye yule takataka uliokuwa unaiita. Mimi ndiye mkuu wa wilaya ambaye kisheria umepewa jukumu la kunilinda mimi na kila raia wa hapa. Leo sitakuadhibu kwa sababu ya mama yangu pekee, bali nitakuadhibu kwa sababu ya kila raia maskini uliyemkanyaga kwa kutumia sare hiyo ambayo huistahili. Asnath alimgeukia RPC, sauti yake ikiwa na uzito wa sheria. RPC, mvue sare huyu mtu sasa hivi. Vua vyeo vyake vyote hapa, mbele ya kila mtu. Haistahili hata kuvaa kofia ya jeshi letu la polisi. Na Show Bakari, kwa kufunika uovu huu na kushindwa kuongoza kituo hiki kwa haki, na wewe unafungwa kazi kuanzia sekunde hii. Uchunguzi mkina wa mali zenu uanze. Nataka kujua ni kiasi gani mmewaibia wananchi hawa. Inspekta Juma alishindwa kustahimili. Magoti yake yalilegea na akaanguka magoti mbele ya Asnath. Alijaribu kuyashika miguu yake huku akilia kwa sauti ya lawa, akisihi asamehewe, lakini walinzi walimvuta nyuma. Alibaki akilia kama mtoto mdogo, akitazama nyota zake zikibanduliwa kwenye mabega yake. Kiburi chake kilikuwa kimezikwa rasmi. Saa chache baadaye, soko la mjini lilirudi katika hali ya utulivu, lakini kukiwa na mabadiliko makubwa. Gari rasmi la mkuu wa wilaya lenye bendera ya taifa lilisimama mbele ya ule mti wa mwembe. Asnath alishuka, akamsaidia mama yake kushuka kwenye gari. Mama Maria alikuwa amevalia mavazi ya hariki yenye rangi nzuri, uso wake ukiwa umeng'aa kwa furaha na amani. Asnath alimkumbatia mama yake kwa nguvu mbele ya wafanyabiashara wote waliokuwa wakishangilia. Mama, hutauliza tena bei ya mapera kwa hofu. Kuanzia leo, heshima yako kiongozi.